Mtume anasema yule ambaye atachinja kabla ya swala basi aregeshe kuchinja tena mnyama wake. Katika riwaya, man dhabaha qabla as-sala, yule ambaye atachinja kabla ya kuswali swala ya Eid, fa inna ma yadhbahu li nafsihi, huyo anachinja kwa ajili ya nafsi yake, kitoweo chake maalumu. Wa man dhabaha ba'da as-sala, na yule ambaye atachinja baada ya swala, faqad atamma nusukahu, huyo atakuwa ametimiza uchinjaji wake kisheria, wa asaba sunnatal muslimina, na atakuwa ameweza kuifikia sunna ya Waislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi, wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar. Allahumma a'idhna minan nari, Allahumma a'idhna minal bid'ah. Wapendwa Waislamu, tukiwa leo kwenye siku ya pili ya mwezi wa Dhulhijja, ndani ya siku hizi 10 tukufu ambazo zinazungumziwa kwa utukufu wake, na Waislamu wapo kwenye kuzitendea haki siku hizi kwa kuzifanyia ibada mbalimbali kama alivyotuhimiza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya utukufu wa ibada kwenye haya masiku. Hapa ndugu zangu, tunaendeleza ahkamu al-udhiya, al-masail fi ahkami al-udhiya, masala ambayo yanafungamana na mnyama wa udhiya. Kwenye kikao cha kwanza tuliweza kuzungumzia maana al-udhiya. Udhiya ni mnyama aina gani, lakini vile vile hukumu al-udhiya, hukumu ya kuchinja mnyama huyu ni ipi, lakini pia tukataja kuhusiana na asinu al-mu'tabaru fil udhiya, umri ambao unazingatiwa kwa yule mnyama wa udhiya, atakiwa awe kwenye umri gani ili uweze kuwa na haki ya kisheria ya kumchinja mnyama huyo. Kwa hivyo leo tunaendelea mbele kuyazungumzia masala yanayofungamana na uchinjaji wa udhiya. Kama tunavyojua, uchinjaji huu uko mbele yetu. Kadri tunavyoziishi siku hizi 10, tutafikia katika siku maalum za uchinjaji. Kwa hivyo lazima tuweze kufunzana kuweza kujua masala haya ya uchinjaji wa udhiya yakoje. Leo nitaanza na masala yasemayo ma yajibu ala man arada an yudhiya, kile ambacho kinamwajibikia yule anayetaka kuchinja udhiya. Ni jambo gani ambalo wewe ambaye unakusudia kuchinja mnyama huyu wa udhiya unatakiwa kulisimamia au kuliepuka? Katika hadithi ya Ummu Salama radhiallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, idha raaitum hilala dhilhijja, mtakapoona muandamo wa mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum yudhiya, na mmoja wenu akataka kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, basi anatakiwa azuie kunyoa nywele zake na ajizuie kukata kucha zake. Wa fi riwaya, kwenye riwaya nyingine, hata yudhiya, afanye hivyo mpaka pale atakapuchinja ndipo aweze kunyoa nywele zake au kukata kucha zake. Fa fi hadha alhadithi, kwa mujibu wa hadithi hino, yaliyomo katika hadithi hini, dalilun ala wujubi tarki sha'ri wa dhafri liman arada an yudhiya bada'an min awwali ru'yati hilali shahri dhilhijja hatta yudhiya. Kuna dalili ya wajibu wa mtu kuacha kunyoa nywele zake, kukata kucha zake, lakini kwa nani? Kwa yule anayetaka kuchinja udhiya pale tu unapoandama mwezi wa Dhulhijja mpaka pale atakapochinja. Kwa hivyo basi mwezi huu wa Dhulhijja tayari umeandama, leo tuko tarehe 2. Kwa yote yule ambaye ana nia ya kutaka kuchinja udhiya, basi hatakiwi kunyoa nywele zake hivi sasa,
wala hatakiwi kukata kucha zake mpaka pale atakapochinja. Waqad dhahaba kathiru min ahli alilmi ila tahrimi alakhdhi min ashar wadhafr, na wanavyoni wengi wamekwenda kwenye msimamo wa uharamu wa kunyoa nywele zako wewe ambaye una makusudio kuchinja au kukata kucha zako, amalan bihadha alhadithi, kwa kuitendea kazi hadithi hii, wa huwa rajihu, na hiyo ndio kauli ambayo ni rajih, iliyo na nguvu, uharamu wa kunyoa nywele zako na kukata kucha zako wewe ambaye una kusudio la kuchinja tu baada ya mwezi wa Dhulhijja kuandama. Katika hili kuna mambo kadhaa ambayo inahitajika kuzunduliwa. Jambo la kwanza, hal hadha alhukmu yajri ala ahli baytihi alladhi yudahi anhum am yakhtassu bilmudahi faqat? Hii hukumu ya mtu kutonyoa nywele na kukata kucha kwa yule ambaye ana makusudio ya kutaka kuchinja inamhusu yule mchinjaji pekee au inawahusu mpaka familia yake nyumbani kwake nao pia wasifanye hivyo? Mfano, baba ambaye anao makusudio ya kuchinja hatakiwi kukata nywele zake wala kukata kucha zake madamu mwezi wa Dhulhijja ushaandama mpaka atakapochinja. Je, hukumu hii inahusu pia familia yake pale nyumbani? Fihi khilaf baina wanavyooni, kuna khilafu juu ya swala hili, lakini warajaha Ibn Uthaymin anna hadha khasun bi rabbil bayt faqat alladhi yudahi. Hili kama alivyosimamia al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah kwamba la muhusu yule mlezi wa nyumba pekee, yani baba mkusudia kuchinja peke yake kwa sababu yeye ndiyo mchinjaji, lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam hassahu bihi, kwani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuhusisha mchinjaji tu wala hakuhusisha familia yake. Kidokezo cha pili ama uzundushi wa pili, asema lau nkasara dhafrun au nabata fi dakhili aljufni sha'r fataadhat bihi alainu fajaizun izalatuhu liannahu lirafi adha. Lau mfano itatokea mtu kucha wake umekatika bahati mbaya na ukawa labda unamtatiza au kumeingia katika jicho lake kitakataka ambacho labda kitapelekea kuondosha na kusugua jicho mpaka labda unywele ile nywele ya jicho iweze kuondoka, au pengine kucha wako umekatika kiasi ya kuwa unakusumbua. Je, waruhusiwa kuukata? Naam, waruhusiwa kuukata kwa sababu ya dharura kama hizo, iwe ni ukucha wa mguuni au mkucha wa mkononi. Asema lau tajawaza al-insanu wa akhadha min sha'rihi au basharatihi au jildihi shay'an athima, lau mwanadamu ataweza kuvuka mipaka akakata kucha zake akanyoa nywele zake, basi atakuwa amefanya dhambi, wala fidyatun alayhi, wala hana kosa. Tuchukulie mfano mtu huyo ambaye amekusudia kutaka kuchinja akalifanya hilo ambalo ametakiwa asilifanye, akanyoa nywele zake lakini vile vile pia akakata kucha zake, huyo ajue kwamba amepata dhambi, amekhalifu mwongozo wa Mtume, lakini haina maana kwamba hatachinja. Atachinja wala hana fidia ya kutoa, kwa maana faini fulani labda atoe, lakini yeye ni kuomba tumsamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusudia yeye kufanya hivyo. Lakini vile vile yule ambaye pia ameweza kunyoa nywele nyingine, hizi nywele ambazo kusudiwa hapa wanavyooni hawakuzihusisha na nywele za kichwani pekee, bali sehemu yoyote ya mwili wako sehemu ambayo inamea nywele, utakiwi kuzinyoa nywele hizo mpaka pale utakapochinja mnyama wako. La alaqata baina al-akhdhi al-madhkuri wa sihhati al-udhiya fa udhiyatuhu sahiha idha tammat shurutuha hatta law akhadha shay'an mimma dhukira. Hili la kunyoa nywele au kukata kucha halina mafungamano na kuswihi udhiya, kwamba je, mtu atakapokuwa labda amenyoa nywele zake na ametakiwa asinyoe, au amekata kucha zake na ametakiwa asikate, je, ina maana udhiya wake hataswihi? La, hili halina mafungamano na kuswihi udhiya. Udhiya akichinja ataswihi na mnyama wake atakuwa ametoshelezeka katika kule kuchinja kwa mnyama huyo, wala hatakuwa amefikiwa na kasoro kwenye uchinjaji. Muhimu tu kwamba yeye amefanya kosa, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Lakini vile vile mashtahara ala al-alsina anna hadha an-nahya liyakuna al-mudahi mutashabbihan bilhajj
qiyasun batilun la dalilun alayhi. Kuna baadhi ya watu husema kwamba hili ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia hapa la watu kutonyoa nywele zao, kukata kucha zao, kwa wale ambao wamekusudia kuchinja pindi tu mwezi wa Dhulhijja unapoandama, wanazungumzia kwamba labda hili ni kutokamana na kujifananisha na mahujaji, kwamba mahujaji wao huwa wakishafanya ihramu hawatakiwi kunyoa nywele zao, hawatakiwi kukata kucha zao mpaka muda maalum. Sasa kuna baadhi wasemao kwamba na huyu naye ambaye anataka kuchinja anatakiwa ajifananishe na hao mahujaji, ndio maana hakutakiwa yeye kunyoa nywele zake wala kukata kucha. Hili ndugu zangu halipo katika sahihi, ni qiyas batil kwa sababu halina dalili hili. Wa bina ala hadha fala yuhramu ala almudahi shay'un min mahdhurat alihram allati yamtani'u minha alhajj. Yule ambaye anataka kuchinja hakuna kitu chochote kile ambacho ameharamishiwa yeye kwenye yale ambayo ameharamishiwa yule ambaye ameingia katika ihram ya haji. Mwenye kuchinja yuko huru kufanya mambo yake yote. Lakini hili ambalo yeye ametakiwa asilifanye la kunyoa, la kukata kucha, haina maana kwamba ni kwa sababu aweze kujitosheleza au kujifananisha na mahujaji. Hapana, hii ni amri kando na ni fundisho kando, ni himizo kando ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameliweka kwa wale ambao wanataka kuchinja, wala halina mafungamano baina ya mwenye kuchinja na yule ambaye yuko kule kwenye ibada tukufu ya haji. Na hili ndugu zangu vile vile pia kwa yule ambaye labda kwa bahati mbaya hakuwa anajua kwamba mtu unapoandama mwezi wa Dhulhijja na yeye ana nia kuchinja, hatakiwi kunyoa nywele zake wala kukata kucha zake. Labda pengine imefika tarehe 5 ya mwezi wa Dhulhijja au tarehe 6 au tarehe 7, ndipo akalitambua hilo, na kumbe yeye alinyoa nywele zake tu mwezi wa Dhulhijja ulipoandama tarehe 2 tarehe 3, alienda kwa kinyozi akanyoa nywele zake akapunguza kucha zake, na ili hali ana nia ya kuchinja kwenye siku za uchinjaji. Akaja aligundua hili baadaye kwamba hakutakiwa kufanya hivyo. Je, atafanya nini? Hakuna la kufanya, wala hana kosa, wala hataambiwa kwamba huyu hafai kuchinja. Ataendelea na nia yake ya kuchinja na uchinjaji wake utakuwa ni sahihi. Ikiwa yule ambaye atanyoa kusudi anaambiwa kwamba aendelee kuchinja, wala kuchinja kwake hakuja athirika, isipokuwa tu amefanya dhambi, ataomba msamaha, itakuja kuwa wewe ambaye hukunyoa kusudi, ulinyoa kwa kuwa haukujua kwamba umetakiwa usinyoe. Kwa hivyo moja kwa moja wewe utaendelea na nia yako ya uchinjaji na utakuwa bila shaka haujaathirika kwenye uchinjaji wako. Hili ndugu zangu ndilo ambalo Muislamu anatakiwa alifahamu. Ndio maana nimeanza nalo hapa, madamu tumeingiliwa na mwezi wa Dhulhijja. Wewe ambaye unataka kuchinja, basi jiepushe na masala haya ya kunyoa nywele zako, kukata kucha zako, mpaka pale utakapochinja ndipo uweze kunyoa nywele zako za sehemu yote kwenye mwili wako, lakini vile vile pia kukata kucha zako ibtidaan au ittibaan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tufanya hivi kumwandama mtume wetu Muhammad, yeye ndiye aliyetuelekeza kufanya hivyo, wala usiulize kwa nini, kwa hikma gani. Hapana. Wala si kwa hikma labda ya kujifananisha na mahujaji, hili halipo. Ni mwongozo tu mtume ametupa, hatuna budi kuweza kufuata, na mtu mwenye kuukhalifu kusudi haitastahiki yeye kuweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, japo kuwa ataweza kuendelea na ibada yake ya uchinjaji. Tuende katika nukta nyingine katika masala haya ya uchinjaji. Naam, waqtu dhabhi, wakati wa kuchinja. Wakati wa kuchinja ni upi? Asema katika hadithi ambayo imepokewa na Anas, asema asahaba Anas, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm an-nahri, mtume anasema katika ama alizungumza siku ile ya uchinjaji ya tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja, man kana dhabaha qabla as-salati falyu'id, wa fi riwaya man dhabaha qabla as-salati fa inma yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salah faqad atamma nusukahu wa asaba sunnata almuslimin. Mtume anasema yule ambaye atachinja kabla ya sala basi aregeshe kuchinja tena mnyama wake. Katika riwaya man dhabaha qabla as-sala, yule ambaye atachinja kabla ya kuswali swala ya Eid, fa inma yadhbahu li nafsihi, huyo anachinja kwa ajili ya nafsi yake, kitoweo chake maalum. Wa man dhabaha ba'da as-sala,
na yule ambaye atachinja baada ya swala faqad atamma nusukahu, huyo atakuwa ametimiza uchinjaji wake kisheria, wa asaba sunnatal muslimina, na atakuwa ameweza kuifikia sunna ya Waislamu. Fahadha yadullu ala anna, hadithi hii inaonyesha fika kwamba anna awwala waqti al-udhiya, wakati wa kwanza wa kuchinja, yakunu baada salati al-Eid, unakuwa baada ya swala ya Eid. Wa amma man dhabaha qabla dhalik, ama yule ambaye atachinja kabla ya kuswali swala ya Eid, falam yusib al-udhiyata, atakuwa hajafikia kuchinja mnyama wa udhiya. Watakunu dhabihatuhu lilakli, na watakunu dhabihatuhu lilakli, na itakuwa yule mnyama wake aliyemchinja ni kwa ajili ya kula tu, si kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa fiha thawabul qurba, wala hata kuwa na thawabu za kujikurubisha kwa Allah. Wayajibu alayhi i'adatu dhabhi bi udhiyatin ukhra, na itamlazimu achinje mnyama mwingine ambaye ndiye atakayehukumiwa kuwa ni udhiya. Yule aliyemchinja baada ya swala hata kabla ya swala hata hukumiwa kuwa ni udhiya, itamlazimu achinje mnyama mwingine ambaye atakuwa ndiye udhiya baada ya kuswali kwake. Kama itakuwa hana, basi itakuwa ndiyo amekosa, hivyo itamlazimu mwakani tena asirudie kosa hilo. Lakini vile vile kwenye masala mengine ambayo yanafungamana na wakati, baada ya kuelezea kwamba wakati wa kwanza wa kuchinja ni yaumun nahari. Yaumun nahari ni hiyo siku ya Eid, ambapo tu uchinjaji unaanza baada salati al-Eid. Lakini vile vile tutakiwa tujue kwamba an akhir waqti an-nahar, mwisho wa wakati wa kuchinja ni upi? Faqad thabata fil hadithi, imethubutu katika hadithi, kullu ayami at-tashriki dhabhun, kwamba siku zote za tashriki zinahusika na uchinjaji. Wa hadha yadullu, inaonesha fika hadithi hii ala anna ayama dhabhi, kwamba zile siku za uchinjaji yaumun nahri wa ayami tashriq ni yaumun nahri. Yaumun nahri ni ile siku ya Eid, ambayo ndio siku ambayo Waislamu huswali salatu Eid al-Adha. Lakini vile vile zile siku za tashriq ambazo ni tarehe 11, 12, 13 za mwezi wa Dhulhijja. Fatakunu al-ayamu bada'an min yaumin nahri, kwa hivyo itakuwa zile siku za uchinjaji zinaanza kwenye siku ile ya kuchinja yaumu Eid, hatta ghurubi shamsi al-yawmu thalith ashara min Dhulhijja, mpaka pale jua litakapozama kwenye siku ya 13 ya mwezi wa Dhulhijja. Jua litakapozama siku ya 13 ya mwezi wa Dhulhijja, ina maana tayari inaingia siku ya 14, itakuwa hizi siku za kuchinja zimeisha. Wasawaun fi dhalika al-lailu au an-nahar ala raji, uchinjaji wako unaweza kuwa mchana au unaweza kuwa usiku. Uchinjaji wako unaweza kuwa mchana, unaweza kuwa usiku, yategemea wasaa wako na nafasi yako. Kwa hivyo ndugu zangu, muda wa kuchinja ndio huo. Ni baada tu ya kuswaliwa swala ya Eidul Adha. Ina maana siku ya kwanza ya uchinjaji ni siku hiyo ya Eid yenyewe. Kisha zinafuatia zile siku nyingine 3 baada ya yaumul Eid, baada ya yaumun nahri. Iwe ni mchana iwe ni usiku, unaweza kutimiza uchinjaji wako. Naam, twende kwenye masala mengine ya 3, nayo yanafungamana na mala yudhaha bihi liaibihi, mnyama ambaye hafai kuchinjwa kwa sababu ya aibu yake. Ni mnyama gani ambaye wewe Muislamu unatakiwa ujiepushe naye, hautafaa wewe kumchinja kwa sababu ya aibu ambayo atakuwa yuko nayo mnyama huyo? Katika hadithi ya al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi, kwamba wanyama sampuli 4 hawafai katika kuchinjwa udhiya. Mtume akawabainisha wanyama hao: al-awra'u al-bayyinu awaruha, wal-maridha al-bayyinu maradhuha, wal-arja'u al-bayyinu dal'uha, wal-kasiru allati la tunqi, wa fi riwaya
litirmidhi al-ajfa badalan min al-kasiri walmaqsud biha al-hazila allati la mukha laha. Katika hadithi hii ndugu zangu, Mtume anatuelezea wanyama sampuli 4 ambao hawastahili kuchinjwa, ambao wamebainishwa katika hadithi hii. Katika kuwafafanua na kuwatafsiri wanyama hawa, al-awra allati albayinu awaruha, ni yule mnyama ambaye ni chongo ambayo iko wazi kabisa, anaonekana wazi yule mnyama ana chongo. Wal maridha albayinu maradhuha, na mgonjwa ambaye maradhi yake yako wazi, manake hafichiki, hata ukimtizama unajua wazi yule ni mgonjwa. Lakini vile vile wal arja albayinu dhal'uha, aliyekonda ambaye mbavu zake ziko wazi, zimedhihiri wazi kwa kukonda, huyo vile vile pia atakuwa haruhusiki kwenye kuchinjwa. Al arja albayinu dhal'uha ni mnyama ambaye katika tafsiri nyingine al arja atakuwa anaingia mnyama ambaye labda ni kiguru, amevunjika mguu, ambaye hawezi kutembea vizuri, atakuwa, lakini pia yuko wazi wazi, ukimwangalia vile mwendo wake huwezi kuwa na shaka kwamba huyu mnyama ana matatizo katika mguu wake. Lakini vile vile wal kasir allati la tunqi, kasir kwa maana ya al-ajfa ni yule ambaye amekonda, al-hazila allati la mukhalaha, amekonda kabisa mpaka mifupa yake haina ubongo, mifupa haina ubongo, kwa sababu amekonda sana mpaka ameathirika na kukonda kwake. Hadithi hii imetudhihirisha wazi wanyama ambao hawafai kuchinjwa kwa aibu kama hizi. Bali katika riwaya nyingine ya hadithi ya Ali ibn Abi Talib asema, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume ametuamrisha an nastashrifa al-aina wal-udhuna wa an la nudhahiya bimuqabila wala mudhabira wala sharqa wala kharqa. Mtume ametuambia tunapotafuta wanyama wa kuwachinja tutizame vizuri macho, masikio, wala tusichinje bimukabila. Mukabila ni yule ambaye amekatwa sikio lake, sehemu ya sikio lake limekatwa sehemu kubwa. Wala mudhabira, mudhabira ni yule ambaye amekatwa mbele, qat'u muakhar udhuni, ya nyuma ya sikio lake limekatwa. Huyo la mukabila ni sehemu yake ya mbele ya sikio limekatwa. Almudhabira ni yule ambaye sehemu yake ya nyuma sikio limekatwa. Lakini vile vile washarqa ni yule ambaye sikio lake limekatwa kiurefu. Wakini alkharqa ni yule ambaye sikio lake limetobolewa tundu, lina tundu ya raundi. Hadithi hii fadallat hadhihi alahadith, hadithi hizi zimeonyesha fika ala annahu kwamba la yujzi'u al-udhiya idha kana biha aibun bi udhuniha, yule mnyama wako wa udhiya ule kwenda kumtafuta, ima wamfuga au umeenda kumnunua, hafai kuchinjwa ikiwa kwenye sikio lake kuna aibu, ima limekatwa sikio hilo kiurefu au kiupana, au limetobolewa tundu, au ainuha, ama jicho likawa limetoboka, au antakuna arjaa baina dhal'iha, awe vile vile pia ana matatizo ya kutembea, mguu wake ni kiguru, au maridha arja bayin madhal'uha, au maridha bayin maradhuha, mgonjwa ambaye maradhi yake yako wazi. Wakadhalika alhazila, lakini vile vile pia mnyama ambaye amekonda. Kwenye haya tuna uzundushi kidogo hapa, asema idha kana almarad au alawaru au alarju yasiran ghaira wadhihin jazat aludhiya, ikiwa maradhi alionao mnyama yule au chongo yake au mguu wake ambao labda una matatizo, tatizo lile si kubwa sana kiasi ya kuwa halidhihiriki mpaka ufanye kupeleleza sana ndipo mtambue yule mnyama basi hatembei vizuri, au ndipo utambue kwamba labda yule mnyama ni mgonjwa, hili litakuwa halina tatizo kwa mnyama huyo kuchinjwa udhiya, kwa sababu hadithi imeqayyid kwa kusema kwamba bayinan ay wadhihan, kwamba lile tatizo lile liko wazi. Kama ni jicho limefuka wazi, kama ni sikio limekatwa wazi, kama ni amekonda ukondaji wake uko wazi wazi, kama ni maradhi yake yako wazi wazi, kama ni mguu hatembei vizuri umevunjika wazi wazi.
Lakini kama itakuwa ni swala ambalo haliko wazi, ni mpaka uchunguze kwa kina ndipo mjue kwamba ana kasoro ya kutembea au ndipo ugundue kwamba ni mgonjwa, basi hili litakuwa halitatizi mnyama huyo kuchinjwa. Lakini vile vile la yajuzu al-udhiya bima kana fi ma'na ma dhukira wa ashad. Hafai kwenye mnyama udhiya kuchinjwa ambaye atakuwa na maana ya hayati uliyotaja au zaidi. Kal amya, al-amya ni mnyama ambaye nchongo, haoni kabisa. Hapa tumetaja kipofu ambaye al-amya ni kipofu, hapa tumetaja chongo. Lakini hapa al-amya ni kipofu ambaye haoni kabisa, ni zaidi ya chongo. Wal maqtu'a ar-rijl, yule ambaye amekatwa mguu kabisa, hapa tumezungumzia kiguru, lakini atakuwa labda ana kasoro ya mguu wake umekatwa kabisa, na mfano wa hayo, itakuwa mnyama kama huyo hafai kabisa. Lakini vile vile yustahabu ikhtiyaru al-udhiya, imetakiwa kuchagua udhiya unapokwenda kumchinja, umkague, kwa sababu ya hadithi Mtume aliposema amarana an nastashrifa al-aina wal-udhun, kwamba tumeamrishwa tunapokwenda kuchagua wanyama wa kuchinja udhiya tutizame vizuri macho yao na miguu na masikio yao ili kuweza kupeleleza kasoro zilizomo. Wakadhalika ma thabata fi al-hadithi an Abi Umama qala kunna nusamminu al-udhiya bil Madina. Abi Umama anasema tulikuwa tukimkagua wanyama udhiya kuangalia aliyenona. Je, huyu amenona ama amekonda? Amejaza vizuri nyama ama hakujaza vizuri nyama? Wakana almuslimuna yusamminuna, na Waislamu walikuwa wanaangalia wanyama kuna nepa kwao, kukonda kwao, wanaangalia hali kama hizo ili wapate mnyama ambaye ni mzuri. Kwa hivyo ni vizuri mtu anapokwenda kwenye soko kutafuta mnyama aweze kukagua mnyama wake yule, asiwe na aibu hizo. Lakini vile vile afdal ikhtiyar al-udhiya an yakuna saminan, mnyama mzuri wa udhiya atakiwa awe amenona vizuri, ana nyama. Wa an yakuna kamila al-quruni, na awe ana pembe ambazo zimekamilika. Wa an yakuna amlah wa huwa al-abyad, awe vile vile pia ni mweupe. Wal afdalu fihi an takuna qadamahu wa famahu wa ainahu fi sawad, vizuri vile vile pia mnyama wako awe, yani tutaja mnyama bora hapa mweupe, lakini pia akiwa pia ana madoa meusi katika uope wake, lakini pia ana madoa meusi katika mdomo, kwenye macho, kwenye miguu, itakuwa ni bora zaidi. Wal adilla ala dhalika, dalili ya hili, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam anhu, imepokea kwa mtume kwamba yeye dhaha bikabshaini saminaini adhimain amlahain, kwamba mtume alichinja kondoo wawili waliokuwa wamenenepa vizuri, tena wakubwa vizuri, walio na rangi nyeupe, lakini vile vile wakiwa wana pembe zao. Bali katika riwaya hadithi ya Abi Sa'id qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshin akran fahilun, kwamba mtume alichinja kondoo aliye na pembe fahali, yani wa kiume, yaakulu fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanzur fi sawad. Maana yake kondoo ambaye alikuwa kwenye mdomo wake ana weusi, lakini vile vile kwenye mguu wake kuna weusi, lakini vile vile pia kwenye macho yake kuna weusi. Rangi yake ni nyeupe, lakini ana madoa meusi katika sehemu hizo za mdomo, za miguu, lakini vile vile za macho. Pia ndugu zangu, katika hili tutazungumzia fi bayani al-afdal, tutazungumzia ubora hapa, kupata kondoo mweusi au mbuzi mweusi aliye na madoa meusi, kondoo mweupe au mbuzi mweupe aliye na madoa meusi katika mguu wake na macho yake na mdomo wake. Walakinahu yajuzu an yudhiya bi ayi launi, lakini twafaa kujua kwamba mtu anaweza kuchinja mnyama aliye na rangi yoyote ile. Walakinnal abyadha afdalun, lakini mbuzi mweupe ni bora zaidi, au mnyama mweupe ni bora zaidi, awe ng'ombe, awe ngamia, awe kondoo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume aliposema damun afra ahabbu ila Allah min dami saudawain, akikusudia mnyama wa mweupe ni bora zaidi kuliko mnyama ambaye ni mweusi. Damun afra bayadun ya'luhu hamra, ama humra, akusudiwa mnyama ambaye ni mweupe ambaye kidogo ameingiliwa na wekundu, ay laysa bishadidil bayad, ambaye hana ule weupe sana, huyo ni bora kuliko mnyama ambaye atakuwa ni mweusi. Lakini vile vile yajuzu al-udhiya bil fahili wal khasi, unaweza kumchinja mnyama fahali
mbuzi fahali, ng'ombe fahali, ngamia fahali, yani wa kiume. Tena ambaye pia amevunjwa konde zake. Nikizungumzia konde na atakuwa nimefahamika, zimevunjwa zile konde zake. Ana dalili ya hili kwamba unaweza kumchinja mnyama fahali ni hadithi hii ambayo tumetangulia kuisoma hapo nyuma, kwa Mtume Muhammad aliweza kuchinja kondoo fahali. Lakini vile vile dalili ya kuonesha kwamba unaweza kumchinja ng'ombe au ngamia au mbuzi ambaye wa kiume ambaye amevunjwa zile konde zake ni hadithi semayo kwamba dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini mawjuaini khasiyaini, kwamba Mtume alichinja kondoo wawili ambao wameondoshwa konde zao, kondoo wawili wa kiume ambao wamevunjwa zile mbegu zao au konde zao. Kwa hivyo si kasoro, ni labda unaweza kwenda kwenye kiwanja au kwa mchungaji mbuzi au ng'ombe au mfugaji akakwambia, lakini ng'ombe wangu nimemvunja hizi konde zake, nimemvunja hizi mbegu zake, ukaona kama ni kasoro. La, hiyo si kasoro. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitekeleza hilo. Lakini vile vile mwishowe katika haya mazungumzo kuhusiana na aib, idha kanat bil udhiya uyubun ukhra ghayrul madhkura fil ahadith sabiqa jazat al udhiya wa ajza'at. Ikiwa mnyama wako ana aibu nyingine zisizokuwa hizi ambazo tumezitaja hapa tumetaja aibu gani? Mnyama kuwa chongo au kuwa kipofu, mnyama kuwa kiguru au kuwa hana mguu kabisa, mnyama kuwa ugonjwa ambao uko wazi lakini chongo wenyewe na kiguru chenyewe kiwe kiko wazi, mnyama kuwa amekonda, kukonda kuliko wazi, mnyama awe ni ugonjwa ulio wazi. Hizi ndizo aibu ambazo zimezingatiwa kisheria. Na aibu nyingine ni kasoro kwenye masikio, kasoro kwenye jicho. Hizi aibu ndizo ambazo zimetajwa kisheria. Lau mnyama wako utampata na aibu nyingine zisizokuwa hizi, mfano ukampata maksurul qarn, amevunjwa pembe zake zimevunjwa, au maqtu'ud dhail, amekatwa mkia, au amevunjwa maksurul asnan, amevunjwa meno. Hizi aibu la yuathiru fi jawazil udhiya, haziathiri katika kufaa udhiya kwa sababu hazikutajwa katika nas. Lianna alahadith alwaridata fi adam aludhiya biha dhaifa la tasih, kwa sababu zile hadithi ambazo zimepatikana kuelezea kwamba mnyama ambaye ana kasoro kwenye mkia, kwenye pembe, kwamba hafai kuchinjwa udhiya ni hadithi dhaifu. Lakini itakuwa ni bora lau utapata mnyama ambaye amekamilika pembe zake, ni bora zaidi. Ikiwa utapata mnyama ambaye mkia wake kwa salama, ni bora zaidi. Ukipata mnyama ambaye meno yake yako kamili vizuri, ni bora zaidi. Lakini lau utakosa ukapata mnyama ambaye pembe zake zimekatwa au mkia wake umekatwa au meno, basi usimwache mnyama huyo, kwani kasoro hizo hazizingatiwi kuwa ni kasoro kwa sababu hazikuthubutu katika hadithi sahihi. Kasoro ambazo zimethubutu katika hadithi sahihi ambazo za kunyima wewe fursa za kumchukua mnyama huyo kumchinja udhiya ni kama tulivyozitaja. Mnyama awe chongo ama awe kipofu, ikiwa ni chongo ulio wazi si makengeza, au awe kiguru, kama ni kiguru kilicho wazi. Sio kwa labda pengine amedungwa na miba kidogo atembea vibaba na kidonda kidogo atembea, kiguru labda mguu mvinjika kabisa au mguu umekatwa atembea na miguu mitatu. Awe ugonjwa uko wazi mpaka watu wajua wazi huu mnyama ni mgonjwa, si kubahatisha. Awe amekonda mpaka labda mbavu zake zaonekana, au awe ana kasoro kwenye masikio. Kumethubutu hilo kwenye masikio, sikio lake limekatwa mbele au nyuma au limetobolewa. Mambo kama hayo itakuwa mnyama huyo hataweza kufaa mtu kumchukua kumfanya kuwa ndiye mnyama wake wa udhiya. Ama aibu nyingine itakuwa ni bora lau utaziepuka aibu hizo. Lakini kama itakuwa umekosa mnyama ila ana hizo aibu ambazo hazikutajwa katika sheria kwamba ni aibu, unaweza kumchukua mnyama huyo kumchinja, wala haitakuwa kwako wewe umefanya jambo ambalo litakuwa limekwenda kinyume na mwongozo. Leo tutakomea hapa ndugu zangu, inshallah tutakuja kumalizia yaliyobakia kwenye haya yanayofungamana na mnyama huyo udhiya
kwenye kumchinja, ili tuzidi kupata faida na kujitayarisha kwa ajili ya ibada hii ya uchinjaji. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.